Dirty words mwanaume zinashiriki kwenye kumwamsha. Zile yani kukamata. Yani nikikuona. Sasa yale maneno yale yanamleta nyumbani. Unajua kwa nini wanawake wengi wanalalamika wananyanyasika? Ni kwamba most women wanataka kuolewa lakini hawataki kutawalika. Sitaki kutawalika. Don't give me orders. If you want to be whoever you want to be, you are not qualified to be a wife. Kama kiuno kingekuwa kinaweka mwanaume ndani, basi mashangingi wote wangekuwa na waume. Very true. Umenielewa? Kuna extra ambayo inamfanya mwanamume abaki ndani. Sio kila mwanamke aweza kuwa mke. Kwanza kumcha Mungu. Lakini cha pili, anamalizaje mambo? Ananuna kwa muda gani? Ndio maana hata Biblia inasema mke na amtii mume katika kila jambo, na ili awe mke lazima akubali kumilikika 100%. Lakini pia uangalia anawaheshimu wazazi wake. Kama haogopi wazazi wake atakuogopa wewe. Jambo la msingi sana, ana hofu na heshima kwa nyumba za ibada. Kutawalika ni maana yake unakabidhi kwa mume wako ndoto zako na plani zako na maisha yako. Yeye ndio a guide, akupeleke kule ambako anaenda yeye. Alafu kipimo kingine, mazungumzo yake, mkikaa pamoja anazungumza kulabata, unazungumza maendeleo ya maisha. Sasa mgogoro unakuja pale ambapo mwanamke ana nguvu kuliko mwanaume. Mwanamke anajua aina zote za magari, mwanamke anajua timu nzima ya Simba na Yanga, anawataja kuanzia namba 1 mpaka namba 11. Mwanamke anajua ligi ya EPL, mwanamke anajua mpaka NBA, mwanamke anajua aina za bodaboda, mwanamke ana connection mpaka za RPC, mwanamke. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Na wanawake wengi sana ila hawana sifa za kuwa mke. Ndio maana hata idadi ya wanawake wanaoolewa inazidi kupungua day after day. Kwa nini? Idadi ya wanawake wanaotafuta waume inakuwa ni kubwa day after day. Kwa nini? Idadi ya wanawake wanaochezewa na kuachwa, idadi ya wanawake wanaozalishwa na kuacha, idadi ya wanawake wanaoolewa na kuachwa inazidi kuongezeka day after day. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kukijua, kwamba sio kila mwanamke aweza kuwa mke. Sifa ya kwanza, ili mwanamke uwe mke, sifa ya kwanza ni lazima umilikike. Lazima mwanamke ujue wazi unatoka kwenye miliki ya baba na mama yako, miliki ya mjomba wako, miliki ya ndugu zako, unaenda kwenye whole new empire, territory, authority. Unaenda kwenye ulimwengu mpya kabisa ambao wenyewe unakumiliki kila kitu, pamoja na chochote ulicho nacho na simu ulionayo unaoniangalizia. Kimsingi mwanamke ili awe mke lazima awe na willingness, lazima awe na ule uwezo wa kukubali kutoka kwenye miliki ambayo ina miliki ya baba na mama na wazazi na ndugu na nini, akae kwenye miliki ya the so called a husband. Ndio maana wengi wenu mnajua kwamba wako ambao hata majina yao huwa siku hizi nadhani majina wengi huwa hawabadilishi, lakini mke wangu akija kwenye familia yangu na nikimuoa, si mnajua ule ubini wake kule mwishoni unabadilishwa na kuwa kwa jina langu. Of course kwenye vyeti huwa havibadilishwi, lakini ndivyo anavyotambulika ya kwamba ni Mrs. Sukambi. Alipotoka alitoka akiwa na ubini wake na ukoo wake na baba yake na ndugu zake, huku anakuja kumilikiwa. Na ili awe mke lazima akubali kumilikika 100%. Mwanaume anakumiliki muda wako, anamiliki uzuri wako, anamiliki shepu yako, anamiliki akili yako, anamiliki degree yako, anamiliki kazi yako, anamiliki mshahara wako, anamiliki kila kitu chako, anamiliki everything.
In fact, hata kama unafanya kazi au una biashara unaifanya kwa ridhaa ya, hata kama hukumuomba, naelewa, lakini lazima uelewe ni yeye amekulilizi kufanya kazi, kwamba ninamkopesha bosi wako kule unapofanya kazi masaa 10 ambayo utafanya kazi, lakini yale masaa ulitakiwa uwe kwenye miliki yake na unafanya kile anachokwambia. You understand what I'm saying? Kwa hiyo ndio maana mwanaume anapewa jukumu la kukutunza na kukuhudumia, kwa sababu tunachokiamini ni kwamba mwanaume, wewe una hata hiyo nafasi na muda wa kuweza kufanya shughuli zingine isipokuwa kwa ruhusa ya huyo mume. Yaani kwa maana nyingine nyepesi, kama huyo mume ana ruhusa ya kukwambia usifanye kazi na usifanye biashara, ukae hapa ulule, unenepe, ufanyaje, na ni sawa. Let me ask you a question. Mwanaume huyo uliye naye akikwambia chochote unaweza kumwambia yes sir? Au kuna mambo mengine unasema hapana, huyu mwanaume huyu naye lakini simwamini, inabidi nimuinue mbele za Bwana, nimfanyie maombi ya kumchonga na kumchonga na kumchonga. Unamchonga. Asante mama kuchonga. Assistant Jesus. Umekuwa assistant Jesus, unachonga wanaume walioshindikana na wazazi wao, walioshindikana na wachungaji wao, wameshindikana, unawachonga. Holy Spirit Junior. Asante dada, endelea project kuchonga. Yani wewe matatizo ya kwako yamekushinda, umeamua kuchukua na tatizo la mtoto wa mama mkwe, umemchukua, umemleta kwenye maisha yako, akuongezee prayer point. Sex ina maana mawili. Sex kama sex ni alama ya kuonyesha jinsia, na kwenye form tunazojaza wanaandika sex. Maana yake ni either F, female au M. Kuna mtu nilisikia hadithi, alienda kwenye interview akaambiwa baba sex, akaandika 16 times a week au mara 4 kwa wiki, akajua anamwambia namba, unapiga show mara ngapi. Lakini ni jinsia. Lakini sex ni tendo la ndoa. Tunaliita tendo la ndoa kwa sababu Kiswahili hakina maana nyingi, linabaki kwa tendo la ndoa kwa sababu linategemewa kufanyika zaidi ndani ya ndoa. Lakini tendo ni kuingiliana kibiolojia, kimwili kwa mwanamke na mwanaume. Hata nikifanya na mtu ambaye si mume wangu au si mke wangu, yani kile kitendo cha sexual organs kuingiliana ni sex. Okay. Tendo la ndoa imeshawekwa context. Okay. Alright. Environment imeshawekwa. Ngono ni neno la Kiswahili ambalo wengine wanasema lisitumike sana, kwamba inaonekana ni la upande wa upili ambalo huwezi kusema hivyo kwa mke na mume, kwa sababu inaonekana huku kuko safe zaidi na kuna mazingira zaidi. Kwa hiyo utakuja kuna tendo la ndoa, context imeshawekwa, lakini kitendo chenyewe ndio maana ajali. Kwa mfano kusema ajali ya ndege itaitwa crash. Ya gari unaita head to head collision. Kwa hiyo inatofautiana. Ya maji sijui itaitwaje, imesink sijui. Kwa hiyo ni ajali, lakini ni ajali ile. Kwa hiyo nyingine ina context kwenye sex, nyingine ni action yenyewe ikoje. Ilikuwaje wakati unataka, at the end of the day lazima tusaidiane. Huyu ajue namna ya kuongea kidogo na amwache, na huyu asikilize kidogo, amwache mwenzake alale. Sasa huyu anataka date words kabla, kwa sababu yani kabla ya tendo kabisa, kwa sababu date words mwanaume zinashiriki kwenye kumwamsha zile, yani mimi nikukamata, nitakuweka hapa, yani nikija nikikuona. Sasa yale maneno yale yanamleta nyumbani. Si unafahamu hata kuku wakati unataka kumchinja, unafahamu hata kuku sio staili zote za kutaka kuku wakati wa sherehe kumkimbiza. Maana nyingine unatupa mahindi unatupa mpaka ndani, ikitegemea akishaingia ndani unafunga mlango, kwa inakupunguzia ile ya kukimbiza la kuku kabisa. Unaweza kujikuta umekosa kuku na bado umejikwaa. Sasa anataka yale maneno uweze. Kwa hiyo anataka kuuliza mwanaume, utanifanyaje? Hebu nieleze. Anataka asikie yale maneno. Yale maneno mambo yako. Yale maneno ni sawa sana nyimbo. Utanifanyaje? Yale maneno ni sawa sana nyimbo za TOT kabla ya mkutano wa CCM. Nimekuelewa. Nyimbo zile zinaamsha mhubiri akija. Kwa hiyo utanifanyaje? Kwa hiyo yani wewe nikikuweka hapa, yani kufanya yale date words, kwa utafanya nitakunyonya mpaka ulimi wako, nitaumeza ulimi. Anayapenda yale maneno, lakini mkisha ingia kwenye yale maneno umeshaanza, alafu ukaanza kumwambia si nilikwambia kufanya, kwamba nyamaza bana. Sasa huo muda sitaki. Unafahamu hata toilet kuna wakati wa kunawa, kuna wakati wa kufanya hichi, na inabidi uende na
na mudi zilivyo. Sasa huyu mwanamke yeye anataka kabla ya hapo, wakati ya kabla yeye hataki maneno, anataka slowly, hivi baby niweke mkono nyuma huko, umeshika vibaya, usitumie kidole hicho, tumia kingine. Anataka hivyo, anataka. Sasa huyu sasa wakati ule wa nani ndo anataka sasa muongee, how do you feel, ufanye hivi, hawezi. Ndio kaka mmoja akaniambia, nimwambia mimi silii, akamwambia nimeambia wewe unalia, akamwambia mimi silii, akamwambia mimi haki ya Mungu silii, mimi silii kabisa, akamwambia kweli utalia. Aliona kabisa, akamwambia akaanza kupiga kelele tena, yeye yule alisema hali. Kwa inabidi mimi nifahamu what do you want, na unataka wakati gani, na wewe unifahamu mimi nataka wakati, lakini tusaidiane. Lakini culture kwa so mimi mwenyewe kwenye issue za kufiwa, kwa mfano kuna wanaume ambao wanakuja ofisini kwangu wananiambia kwenye culture yetu sisi hata nikifiwa siruhusiwi kufanya nini, kulia. Somebody is paying just to come and cry for the first station, anataka alie kwa sababu culture yake haitegemei kule nyumbani kwake akifanya nini, akilia. Sifa ya pili, lazima mwanamke ukubali kutawalika. Hiyo ya pili, utawalike. Sasa kumilikika ni tofauti na kutawalika. Inawezekana kabisa ukawa ndani ya nyumba masaa 24 umeamua kumilikika hapo, utunzwe, ufanye chochote, umekubali kwamba wewe sio nini ndio nini, nimekuwa mke sio nini, nimekubali na nini wewe nifanye, lakini ukawa ukipewa maelekezo unafanya ya kwako. Utawalika maana yake ukiambiwa nyuma geuka, mbele tembea, kaa kimya, fanya kile unafanya exactly what you were told to do. Ndio maana ya kutawalika. Kutawalika maana yake ni kumpa nafasi mume wako kuwa mtawala kwenye maisha yako. Kutawalika ni maana yake unakabidhi kwa mume wako ndoto zako na plani zako na maisha yako, yeye ndio a guide, akupeleke kule ambako anaenda yeye. Kutawalika maana yake ni kwamba kumwacha mume wako awe ruler, awe mtu wa mamlaka ya mwisho katika kile kinachotokea. Unajua kwa nini wanawake wengi siku hizi wanalalamika, wananyanyasika? Do you know why? Nanyanyasika kimwili, nanyanyasika kihisia, nanyanyasika kiroho, nanyanyasika kiuchumi, nanyanyasika. Unajua kwa nini wanawake wengi wanalalamika, wananyanyasika? Ni kwamba most women wanataka kuolewa lakini hawataki kutawalika. Sitaki kutawalika. Don't give me orders. Usiniambie cha kufanya. Just let me be whoever I want to be. Let me tell you something. If you want to be whoever you want to be, you are not qualified to be a wife. Serious. Ndio maana hata Biblia inasema mke na mtii mume katika kila jambo. Efeso sura ya 5 mstari wa 23 pale 24. Mke na mtii mume katika kila, pigia mstari, kila jambo. Of course hiyo kila jambo wanatamani kama tuifute hivi, tuiwekee na ni correcting fluid hivi, kama mwandishi alikosea, akukosea. Kila jambo. Cha kwanza mcha Mungu. Hakuna mtu ambaye mkamilifu kabisa mkikaa wawili. Nikiwa peke yangu mimi ni mkamilifu. Wasa hakuna mwanadamu asiye mkamilifu, uongo. Mungu ameumba watu wakamilifu. Hawezi kuumba kitu cha ovyo ovyo. Lakini tukiwa wawili. Nikiwa peke yangu nalala bila kuoga, sio mkamilifu. Mimi mkamilifu. Nikiwa peke yangu narudi saa 8 usiku, mimi mkamilifu. Nikiwa peke yangu sipigi mswaki, kwa nini namnukia nani mdomo? Sipigi mswaki, niko peke yangu, mimi mkamilifu. Tukianza kuwa wawili ndo nasema hakuna asiye mkamilifu. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia vigezo, kwanza kumcha Mungu. Lakini cha pili, anamalizaje mambo? Amepiga simu umezima. Amepiga tena umezima. Na ukipokea ananuna kwa muda gani? Akinuna kwa wiki 2, ukimwoa ananuna miaka 3. Kwa mambo matukio yapo, changamoto anamalizaje? Lakini kipimo kingine changamoto ndogo tu. Wengine kwenu kula wanasema huyu hakufai, unasikia kama hivyo mie basi. Ukisikia msichana au mvulana anasema kama hivyo mie basi, hafai kuwa mume, hafai kuwa mke. Bado hamshaishi pamoja, changamoto ndogo tu tena za watu. Anasema kama hivyo mie basi. Lakini pia uangalia anawaheshimu wazazi wake. Awe msichana au mvulana. Akikwambia twende nyumbani baba, hana noma. Kama ogopi babake, yani wewe anakubeba mvulana, anakupeleka nyumbani, bado hata barua, bado hata chochote, au mnatoka mnaenda kutembea mjini kama mke wako. Hiyo shughuli nyingine hiyo, haogopi mtu yote. Sasa kama haogopi wazazi wake atakuogopa wewe. Twende nyumbani baba, hana noma. Wewe sasa na wewe atakuwa baadaye utakuwa una noma. Wote hamna noma, na wewe umeingizwa. Yani lazima uogope baba. Hapana baba, hapana, anaogopa.
huyu ana hofu na heshima kwa wazazi. Jambo la msingi sana, ana hofu na heshima kwa nyumba za ibada. Nyumba za ibada, hata mazungumzo yake unasikia anatukana viongozi wa kanisa. Kama wanatukana wale, wewe watakana wewe. Sifa ya tatu. Ili uwe mke lazima ya tatu uwe dhaifu kuliko mumeo. Uwe dhaifu kuliko mumeo. Uwe dhaifu kuliko mumeo. Uwe dhaifu kuliko mumeo. Kuna umuhimu fulani hivi wa kuolewa na mume ambaye kidogo amekuzidi kaumri, kidogo kakuzidi elimu, kidogo kakuzidi akili, kidogo kakuzidi hela, kidogo kakuzidi connection, kidogo kakuzidi. Kuna ka umuhimu. Sio sheria. Usinitafsiri vibaya. Sio sheria kwamba lazima mume akuzidi umri, lakini kuna ka umuhimu. Nitakwambia kwa nini. Kuna ka umuhimu mwanaume akikuzidi hata elimu. Kuna ka umuhimu. Ama basi mpo sawa, lakini kuna ka umuhimu. Kuna ka umuhimu mume akikuzidi akili, akakuzidi maarifa, akakuzidi ukiroho kidogo, akakuzidi hata neno la Mungu. Kuna ka umuhimu mume wako akakuzidi kahela kidogo. Yaani kuna ka umuhimu. Hivyo akikuzidi vinakusaidia kuwa mke kirahisi. Yaani vinakutengenezea njia ya wewe kuwa mke kirahisi, kwa sababu katika hii pointi ya tatu lazima uwe dhaifu kuliko mmeo. Sasa mgogoro unakuja pale ambapo mwanamke ana nguvu kuliko mwanaume, mwanamke ana pesa kuliko mwanaume, mwanamke ana nafasi social status kubwa kuliko mwanaume, mwanamke ana akili kuliko mwanaume, mwanamke ana elimu kuliko mwanaume, mwanamke ana connection kuliko mwanaume, mwanamke ana kiupo kiroho kuliko mwanaume, mwanamke anaomba kuliko mwanaume, mwanamke anajua neno kuliko mwanaume, mwanamke inawezekana hata ana dhambi kuliko mwanaume. My friend, mwanamke anajua aina zote za magari, mwanamke anajua timu nzima ya Simba na Yanga, anawataja kuanzia namba 1 mpaka namba 11. Mwanamke anajua ligi ya EPL, mwanamke anajua ligi ya La Liga, mwanamke anajua ya Europa, mwanamke anajua mpaka NBA, mwanamke anajua aina za bodaboda, mwanamke ana connection mpaka za RPC, mwanamke anajua namba za simu za meneja wa benki, mwanamke ana namba mpaka za mpaka una namba ya simu mpaka ya IGP. Kweli. Kwa sababu unyenyekevu unaenda contrary to what you get. The more you grow up, the more you become bigger and stronger, the more you become weaker and small. Yaani huku ndani ya moyo wako usibebe kabisa cheo na hadhi na uzuri na pesa na nafasi na nini. As a wife, moyo wako lazima uwe mnyonge, mnyenyekevu, mtulivu, mpole, mjinga, una akili, una hekima. Wakati mwingine unaona mume wako anafanya vitu anaharibu, unamsubiria likishaharibika, unamwambia mume wangu, pale niliona kuna mambo ulifanya, niliona utaharibu, lakini kwa sababu mimi ni mke nikaona ninyamaze. Kwani ulinyamaza? No, you are the king, wewe ndio mfalme. Nikaona bora nikae kimya, alafu siku nyingine wewe unaongea. Sawa, nashukuru kwa sababu umeniruhusu. Ukienda kule kazini, wanyooshe mwanamke, wanyooshe kule, mchaka piga vitu nini, kibiza. Ukirudi kwenye geti kuwa hivi tu, mama fulani hivi simple, yani huna hata la kujibu, yani fresh, yani hujui chochote, kama mjinga fulani hivi, yani utaenjoy maisha. Lakini ukianza kielele cha kufanya mambo, atakuachia yote, utajikuta wewe ndio mume. Sasa utabadilisha mpaka balbu. Mimi mwenyewe najifahamu, wakati mwingine mke wangu anaweza kaniambia kitu, mume wangu, bomba hapo limeharibika linavuja maji, siku 3 ndo natengeneza. Na mambo mengi kichwani, yani mpaka nianze kuangalia, basi baadaye limetengenezeka. Liache. Sababu bili yenyewe haulipi wewe ya maji, analipa yeye. So chill. Na huo ukuta ukioza atatengeneza wewe. Chill. Na vitu yeye ndo atafanya. Chill. Wewe hakikisha unamwambia hiki, alafu unamwacha. Hiki unampa space. Hiki unampa space. Ataendelea kupractice wanaume wake, na mwisho wa siku zile U3 za kiume zitaendelea kugrow na kuwa na nafasi, na mambo ya siku, mwisho wa siku mambo yatakuwa mazuri. So unataka kuwa mke? 1, milikika. 2, tawalika. 3, kuwa dhaifu kuliko mwanaume uliye naye. Hata kama umemzidi kila kitu, make sure you are playing smart.
kuhakikisha kwamba hafili ile gap ya kwamba wewe you know better or you are stronger than her. Kama uko tayari kuwa dhaifu kuliko mume wako, mwanamke unanisikiliza, kama uko dhaifu, hauko tayari kumilikika, kama hauko tayari kutawalika, maana yake huna sifa za kuwa mke. I'm sorry to say that. Wewe kuwa mke, kuwa mwanamke na jinsia ya kike sio sifa za kuwa mke. Wapo wanawake waliozaliwa na jinsia za kike wakafa hawajaolewa. Thank you so much for being in this world. Tunakushukuru, lakini ukiolewa utatusumbua. Milikika, tawalika, kuwa dhaifu. Huwezi hayo mambo matatu, ndoa waachie wengine. Sio lazima uolewe, achana na uzinzi, tutakutana mbinguni na Mungu atakubariki sana. Most of the time kuna nafasi ya mwenye nyumba mwanaume anategemea kuiona. Dr. Eli ataelezea vizuri kwenye upande wa philosophy. Kuna vitu ambavyo mwanaume anategemea kutoka kwa mwanamke. Anategemea kuona mwanamke akiishi, ambaye yule mwanamke ndio ardhi. Ndio mwenye nyumba. Akiwa mzuri sana kwenye sex, atajikuta huyu mwanaume anapenda kushiriki naye tena ndoa kwa sababu anaenjoy. Lakini at the end of the day, huyu mwanaume somewhere anahitaji kuona anakuwa served. Kwa sababu nature yake ndio hivyo, anatamani aone. Anatamani aone that submission. Anatamani aone utayari wa mwanamke akisema anakupenda, definitely tumesema nitegemee. Sasa huyu mwanaume anavyoegemea, alafu there's nothing to lean on. Ni sasa mtu akwambia niegemea, alafu umeshaona ule mchezo wa watoto, anakwambia karibu kaa, alafu anatoa kiti. Ni kweli, alafu unakaa unaanguka. Unaona? Sasa amekwambia I love you, alafu unafika point huna cha kuegemea. Zile expectation ya vitu anavyoviweka kwako. Kuna wanaume wengi sana wanakutana mikiki kwenye maisha, kazini na maeneo mengine. Anatamani akifika nyumbani alale kwenye kifua, akwambie you know what mke wangu, yani anatamani amwagike, akwambie kabisa hichi kitu baba yangu na mama yangu hawajui. Mama yangu anataka nimwambie napita, lakini sijamwambia. Lakini na mara nyingine huyu mwanaume anasema, mara nyingine wanawaambia watu kwenye relationship, sio kila anayeshare na wewe anataka solution. Ni kweli. Kuna mara nyingine anashare na wewe ili tu just for sharing sake, for the sake of sharing. Anataka tu akwambie. Sio tu ya upangaji na mwenye nyumba. Ni lazima tuwe na common understanding. Na ili kufikia lengo la hii, wote tuziheshimu. Lili, umeongea habari ya kuvalishwa shanga, sijui kukata kiuno. I always tell wanawake, kiuno hakimweki mwanamume ndani. Kama kiuno kingekuwa kinaweka mwanaume ndani, basi mashangingi wote wangekuwa na waume. Very true. Umenielewa? Kuna extra ambayo inamfanya mwanamume abaki ndani. Na nawaambia wanaume, sio tu unavyomfanya mke wako ndivyo anakung'ang'ania, na sio tu ni jinsi gani you provide ndio anakung'ang'ania. Ni lazima ujue ni nini extra na kileta kwa huyu mwanamke. Kila kitu kina value added services. Kama utaishi hivyo kila siku, hakuna value unayo add kwenye hii relationship, tutachokana tu. Yani alafu kipimo kingine, mazungumzo yake mkikaa pamoja, anazungumza kulabata, unazungumza maendeleo ya maisha, anasengenya watu, anasema watu, atakusema na wewe. Mkikutana mnapanga safari yenu ya maisha na maendeleo yenu, mazungumzo yenu ya maendeleo, mazungumzo yenu ya habari ya neno la Mungu, sio kwa unafiki, ule ukweli. Baada hata kama anafanya unafiki kwenye mazungumzo, baada ya muda utajua. Vijana wengi anachumbia msichana, wanaka wako mbali, hawana mazungumzo. Kwenye mazungumzo utajua tabia ya mtu. Tabia ya mtu hajifichi kwenye mazungumzo. Mnapata nafasi ya kuzungumza maeneo ya wazi. Hapo utajua huyu yukoje, hata mazungumzo ya maendeleo sio ya maendeleo. Mazungumzo kwenda kulabata ambako utabatuliwa baadaye. Au mazungumzo ya nini? Kwa hiyo kuna vipimo vingi. Anakujali. Akupata namba yako ya simu, amepiga muda mrefu upokee. Ukipokea anasema nini? Neno lake la kwanza. Neno la kwanza ndio tabia yake. Akikuita wewe mjinga, ujue anakuita matusi, hiyo ndio tabia yake. Kwenye uchumba anakuita mjinga. Uchumba mtamu kuliko ndoa. Kwenye uchumba kuna maneno mazuri, lakini kwenye uchumba anakuita wewe mjinga. Ile neno lake la kwanza lichunga sana. Lakini pia anakuuliza au analalamika tu, amepokea namba yako ile simu yako, analalamika tu. Mtu mwema anakuuliza ulipatwa na nini? Mbona sijakuona siku 2 3, sijakusikia. Nimepiga simu upatikani, unanitia hofu.
Yaani yeye ana wasiwasi na sio mtu anayekulamu. Akipokea tu anasema wewe vipi, ueleweki, nimepiga saa zote. Vipi mwevi vya maneno yake ya kwanza. Neno la kwanza ni vya alivyo mwanadamu. Hata ukimwendea msichana unataka kumoa, nataka nikuoe, akisema staki, usimbembeleze. Kwenye psychology hiyo ndio sauti yake ya kweli. Yale mengine yote ukimbembeleza sio ile sauti, mkikosana itamrudia, nilikataa mimi. Ile sauti ya kwanza lazima irudi. Akisema staki, ikimbia mbio. Awaseme na mimi niwe na vyombo vyangu, na mimi na vitu vyangu kwanza. Huyo anakuja na roho ya mali, achana naye. Kwa hiyo neno la kwanza lile muhimu sana, lakini anakujali, anawaheshimu wazazi, anawaheshimu watu, anawaheshimu kwamba mtu na bado hata barua bado jambo yote bado. Watu wanazurula pamoja tu. Tunaita urafiki wa aina ngapi? Urafiki wa aina 3. Kuna aina 6 za urafiki. Kuna urafiki wenza. Haupaswi kutembea msichana na mvulana. Yani mnatembea tu huko na huko. Urafiki wenza wa msichana na msichana. Urafiki wenza wa mvulana na mvulana. Wanaweza kulala hata kitanda kimoja. Wanaweza wakatoka wakatembea kutwa nzima. Msichana na mvulana hamjaoana, hata barua bado, mna mawazo tu yako kichwani. Mnamezeana fundo la mate. Mnazurula, watu wote wanajua wewe. Mkimaliza kwaya nisubiri. Hiyo ni tatizo tayari. Wewe kunahitajika vipimo vya namna hiyo. Vipimo 10 vya uchumba. Hatuwezi kusema vyote. Anakujali. Anajali hata hali yako ya kiuchumi, lakini yuko wazi. Mimi wakati tunaoa namwambia mke wangu, mimi ndio bilionea wa familia. Hakuna kuficha. Kiwango changu cha elimu ajue. Familia yetu mimi ndo ananitegemea ajue. Hata wakiomba hela hata stuka. Lakini mtu anajipandisha, mimi naishi si wapi, si Masaki, Oysterbay. Unaishi kwetu huko. Ukakati wote umeingia vumbi kama unapakia kifusi. Hakuna unajifanya umepiga visuti vyako, mimi ni kwa Oysterbay. Uongo kibao, mtu muongo hafai. Kama anakuongopea kwenye uchumba, anakuongopea maisha yote. Yaani mimi nijieleze uhalisia wangu hiyo. Kiwango changu cha elimu. Watu wengi ndoa zimeharibika, wameficha hata elimu yao. Eti anaona aibu. Mke anayenitaka mimi hata kama sijasoma. Kama ananitaka kweli, kwa sababu hataki elimu yangu. Kwanza haji kuniuliza umesoma unioe. Ukianza swali la ndoa kawatafute wahadhiri wa university huko. Unahangaika, kuna elimu au una hela? Una hela kaolewe na benki. Kwa hiyo yani yeye anikubali mimi. Kama tunakubaliana tu. Lakini mimi niwe wazi. Akinitaka sawa, akikataa sawa. Na ukiona msichana mvulana amemkataa, anataka kujiua, anakata tamaa, hafai kuwa mke. Na ukiona kijana anakata tamaa, amekataliwa na msichana, hafai kuwa mume. Kukataliwa na kukubaliwa ni sehemu ya maisha. Hujaingia kwenye ndoa, umekataliwa, unachanganyikiwa. Ukiingia kwenye ndoa au akikataa pale madhabahuni kwa sisi wa Kristo, sio utakufia pale pale. Yaani anakukataa wewe, unakata tamaa, kwani mwanamke ndio wa mwisho? Wangependa kwamba tunaenda mbinguni. Kuna kupenda ni safari, ni mchakato. Yaani kupenda hakupo kwenye maneno tu. Kupenda kunastawishwa na matendo. Yaani wakati unaweza kumpenda mtu kwa ajili ya matendo yake, unamfuta taratibu. Biblia inaandika kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Watoto wadogo, msipende kwa neno na ulimi. Pendeni kwa tendo na kweli. Unakupenda kwa maneno kwanza, subiri matendo. Matendo yanastawisha upendo. Pale mwanzoni kupenda sio shida, lakini matendo yake unaweza kumfuta. Watu wangapi wamewaacha wasichana wazuri tu waliwapenda mwanzoni? Kwa ajili ya matendo yakafuta. Matendo ndiyo msingi wa upendo. Mwanzoni nampenda, lakini matendo yake kama anajichanganya, ana mvulana huyu, ana msichana huyu, ana yule, pole namfuta. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.